Sawa bana, dirisha kubwa la usajili linaendelea. Dirisha kubwa la usajili la ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu wa 2026 27, na tunakumbuka kwamba mchezo wa ufunguzi ama ile kukata utepe wakati ligi ikiwa inarejea ni mchezo wa ngao ya hisani au ngao ya jamii kama ambavyo tunaita, mchezo ambao utapigwa itakuwa ni Agosti 12, yani mwezi ujao, mwezi wa 8 tarehe 12, ambako bingwa wa ligi kuu ni Young Africans, wakati bingwa wa FA ambao lile kombe la CRB Federation Cup ni Simba Sports. Kwa hiyo watachezwa mchezo na rasmi ligi kuu itarejea tarehe 14. Sasa wakati dirisha likiwa linaendelea, timu zimeendelea kusajili kwa usiri na nini, huko tetesi zikiwa nyingi na baadhi ya sajili zikiwa zimekwisha kamilika, lakini pia orodha ya wachezaji ambao wanaachwa, wapo ambao wameachwa kimya, lakini kwa sasa kutoka kwenye peji rasmi ya Instagram ya Simba Sports, wao wameposti wachezaji kaza ambao wameamua kuacha kwa mkupuo, wachezaji ambao walitumikia timu hiyo. Kuna wengine walitumikia kwa mafanikio katika kipindi chao, tunaweza tukasema, lakini wapo wengine ambao ni kama imekuwa surprise kidogo kutokana na namna ambavyo hawakufanya vizuri kwenye timu toka walivyoingia. Mimi naitwa Rashid Kasim. Sasa nataka tuzungumze na mchambuzi wa muda mrefu sana kwenye soka la Tanzania, anaitwa Dominic Salamba. Nataka nimuulize kuhusiana na wachezaji ambao Simba Sports wamewapa thank you. Nafikiri ni utaratibu wa kawaida kwenye mpira wa miguu. Ndio. Kwa maana kwamba kila msimu unapokuwa unafika mwishoni, timu lazima iweze kufanya tathmini ya kina kupitia technical bench lake, lakini pia na kurugenzi na viongozi, na kuangalia kama wameweza kufikia malengo, lakini pia kupanga mipango ya msimu unaokuja. Kwa hiyo ni utaratibu ambao umekuwa ni wa kawaida katika mpira wa miguu. Kwa hiyo lazima utakwenda kufanya maingizo mapya, na ili wengine waweze kuingia ni lazima wengine waweze kutoka, kwa sababu mpira ni mchezo ambao una namba fixed kwa maana ya usajili. Ndio. Kwa hiyo lazima watu watoke ili wengine waingie. Unapoona timu inasajili, maana kuna wanaotoka. Kwa hiyo binafsi nafikiri utaratibu wa kawaida, lakini kikubwa tu sasa ambacho kinaangaliwa sio wanaondoka kina nani. Utakachokiangalia ni kwamba hawa wanaoondoka, je, wanaokuja kufanya replacement watakuwa wana level zaidi ya hawa walioondoka, au watakuwa kama hawa walioondoka, au watakuwa chini ya hawa walioondoka, ili kuweza kuona kama timu itakuwa ina undergo progress au inakuwa imekaa stagnant. Ndio kitu cha kuweza kukiangalia. Sasa hilo ndio jambo la msingi. Kwa kuondoa wachezaji ni jambo moja, lakini kupata proper replacement ni kitu kingine ambacho kitakuja kuonekana baada ya msimu kuweza kuwa umeweza kuanza. Sawa, wachezaji takriban 7 wameachwa kwa mkupuo. Maana yake tutegemee kuona wengine pia wakiachwa kutokana na hizi sura ambazo nimekutajia hapa, ambao pia walikuwa wapati nafasi ya mara kwa mara kwenye kikosi. Mfano mtu kama Mutale ambaye alitolewa kwa mkopo, Pinpini Kamara ambaye alikuwa majeruhi, Nabi Kamara, Awesu, Shamu, Omali Omali na Edwin Balua, kwamba tutarajie wengine zaidi. Sasa maki hapa inawezekana kwa wengine wapondao kwenye mazungumzo, kwa sababu unajua issue ya usajili ni issue ambayo kama nilivyokuambia ina pande mbili. Kuna wakati unaweza kuwa na mchezaji ambaye umuhitaji, lakini una contract naye ndefu ya muda mrefu. Kwa hiyo wakati mwingine lazima unaweza ukataka pengine umpeleke kwa mkopo, lakini pengine asiwe willing au akawa hahitaji, anataka uweze kumuuza au uweze kumlipa. Kwa hiyo ni hatua kwa hatua. Ndio kwanza dirisha limefunguliwa, linaendelea mpaka tarehe 15 mwezi wa 8. Ni kipindi ambacho wachezaji wanafanya biashara. Kwa hiyo tuendelee kuona, naamini kwamba wanaweza wakaongeza namba au ikabakia hiyo hiyo kulingana na biashara kwa kwenda sokoni. Sababu kuna wakati unaweza ukalazimika uweze kumuuza mtu au kumwacha mtu kutokana na mahitaji ambayo unayohitaji. Kwa hiyo tuseme kwamba huo ni mwanzo wa kile ambacho kinaendelea katika muda wa usajili. Lakini kwa namba ya watu 7 ukichanganya wageni na wazawa, ni imekuwa bado iko reasonable. Na sio namba kubwa ukikompea na miaka ya nyuma ambako Simba walikuwa wanafanya. Na maana yake ni kwamba kile ambacho walikuwa nakitafuta wameanza kukipata, na wanaanza kuelekea kwenye mwelekeo ambao wa kwenda kuona timu ambayo itakuwa inaweza ikastiki kwa misimu mitatu. Kwenye hizi sura ama majina haya ya wachezaji ambao nimekutajia hapa, Shamu Karabu, mchezaji kama Edwin Balua, mchezaji kama Pinpini Kamara, Joshua Mutale, Nabi Kamara, Omali Omali, Wesu, hakuna mchezaji ambaye wewe unatazama labda alipaswa kubakia na bado ana mchango ndani ya Simba Sports? Issue sio kuwa na mchango. Mchango yoyote na mchango, issue ni kuweza kumiti target na malengo ya club. Ndio. Iko ndio kitu kikubwa. Yaani ujue wewe unaweza kwa mchango huko pale pale. Ndio. Lakini je, klabu inaweza ikafikia malengo kupitia wewe? Ndio.
Hilo ndio kubwa, hilo ndio kubwa ambalo linakuwa linaangaliwa hapa. Kwa hiyo ninachokifikiri ni kwamba wao wameangalia nini wanakihitaji, wanataka waweze kuachieve nini katika msimu unaokuja, ndio wakaamua wafanye hiki walichokifanya. Sawa, Salamba, kwa kumalizia swali langu la mwisho kabla haujatoka, tumeona na mpaka sasa tumeambiwa kwamba tayari ni deal done usajili wa mchezaji kutoka South Africa, anaitwa Kereso Mnangagwa, mchezaji wa Sekhukhune United ambaye ni winga. Kwa namna ambavyo umemfuatilia, ni Simba watakuwa wamepata mchezaji wa namna gani kama ni kweli amekwisha fanya makubaliano na amesaini Simba Sports? Mimi ni muumini wa kuangalia uwanjani. Mimi sio miongoni mwa watu ambao wanapenda kuanza kuzungumza sifa za nje ya kiwanja, nikiamini kwamba wachezaji hao wanaweza kawa na profile, wanaweza wakawa na experience, wanaweza kawa wana ubora katika mazingira waliotoka. Ni tofauti na maeneo unayokwenda. Mpira ni mchezo wa ajabu sana. Unaweza ukawa mfanya vizuri kwenye sehemu moja, ukaenda sehemu nyingine ukashindwa kufanya vizuri kutokana na fakta nyingi, aina ya kikosi, mbinu, watu uliowakuta, mazingira, chakula, viko vitu vingi tu. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba wamesajili mchezaji mzuri ambaye kwa kule alikotoka alikuwa anafanya vizuri. Sasa ni jukumu la pili kuweza kutani kile ambacho alikuwa anakifanya kule kuja kuonekana hapa, kwa sababu ni mazingira mawili tofauti. Unaweza ukawa kwenye timu A ukafunga magoli 30, ukaenda kwenye timu B usifunge goli hata moja. So unanielewa sijui. Kwa hiyo issue sio kuwa na matokeo kwa ulikotoka. Tunachokiangalia ni huku unakokuja. Je, utapata uwezo wa kuwa na consistency kwenye kile ambacho ulikuwa umekifanya? Hilo ndio swala la msingi. Lakini kwa maana ya timu aliyotokea kwenye ligi aliyotokea inaakisi kufanya vizuri, kwa sababu ligi ya South Africa ni ligi ambayo iko juu compare na ligi ya Tanzania. Kwa hiyo tunaamini kwamba atakuja kuongeza kitu kwenye ligi yetu, kwa sababu ametoka kwenye sehemu ambayo ilikuwa ina ushindani mkubwa kuliko kwenye ligi yetu. Hilo ndio jambo kubwa la kuzungumzia. Ni sajili nzuri, kwa sababu kusajili kutoka South Africa, ukisajili kutoka Morocco, ukisajili kutoka Egypt, ukisajili kutoka Algeria, ni maeneo ambayo yamepiga hatua sana kisoka. Kwa hiyo unakuwa umechukua mtu ambaye tunaamini atakuja kuongeza mchango kwenye timu katika msimu unaokuja. Akiwa Sekhukhune United katika michezo 66 ndio michezo yote ambayo alishiriki kwenye mashindano yote, amefunga magoli 6 na asisti 20 kwenye michezo hiyo 66. Ni namba ambazo kwa timu kama Simba ni sawa tu kumchukua mchezaji wa namna hiyo. Hicho ni kwamba hizo namba, yeye kwanza sio mshambuliaji. Unifahamu? Ndio. Yeye umesema ni kiungo mshambuliaji au ni winga. Sasa hasa kama anapokuwa winga, kazi yake ni kutengeneza magoli. Ukiangalia hapo magoli na namba na assist zimekuwa nyingi, maana kwenye assist ndio kwenye kazi yake. Ndio. Katika mechi 66 ukiwa na assist 20, maana yake una uwiano mzuri. Lakini tu haishi kwamba una assist 20 kwenye ligi gani? Narudi pale pale. Inawezekana ligi ya South Africa ni ligi kubwa, ligi ngumu. Kwa kama aliweza kufanya vizuri kwa ligi za South Africa, akafunga magoli 6, akawa na assist 20, akawa amechangia magoli 26 katika mechi 60 na kitu, maana yake akija kwetu kwa muendelezo huo aliokopo nao, anaweza kaongeza mara 2 kile ambacho alikuwa amekifanya, kwa sababu ligi ya kwetu sisi kidogo ni slightly compare na ligi ya South Africa. Kwa hiyo katika mahesabu ya haraka haraka hizo takwimu ni nzuri, kwa sababu unaweza kuona kwamba kama aliweza kuwa na assist 20, kwa hiyo akija kwetu anaweza akatoa assist 30 au hata 40. Kile wote ni mchango mkubwa kwa upande wa timu. Lakini pia kuna matumizi ya mchezaji. Pengine kule alikuwa anacheza pembeni, akaja huko kukutana mwalimu akaona hapana, nimbadilishe nimeweka katikati, akaweza kaanza kufunga. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kiufundi, lakini pia vya kimazingira na vya mifumo ambavyo vinaweza vikatokea vikaja kufanya aidha mtu akapanda au akashuka. Ni binafsi yake, ukiangalia kwa hizo takwimu zake, maana yake zinaakisi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mchango na amechangia sehemu ya mafanikio kwenye timu aliyotoka. Sawa, na mwisho kabisa, huyu mchezaji nimeona mjadala umekuwepo anakuja kumweka benchi nani, kwa sababu kama winga tumeona wakati ligi inakwenda mwishoni mchezaji kama Elie Mpanzu amekuwa na kiwango cha kuvutia, lakini kuna winga pale ambaye ni Libase Geye yuko pale, lakini mchezaji kama Anise Ora ambaye tunaelezwa kwamba ni project future ya Simba Sports, kwamba ni mchezaji ambaye yuko kwenye mpango wa kuhakikisha Simba inafanya vizuri. Huyu mchezaji unaona anakuja kuchukua namba ya nani? Huo ndio umekuwa mjadala sasa. Sasa hao wanaongea huyo alikuwa namba ya nani? Maana ndio mambo yale ninayokuambia ya kupiga ramli ambayo si technical. Sawa, timu inakwenda kuanza msimu. Si unaelewa? Kwa hiyo timu inapokwenda kuanza msimu, tunachokiamini
everything inakuwa kipo katika, yani katika the same status. Yani wachezaji wote mnapoingia kwenye pre-season wote mnakuwa mna equal access, sio, unanielewa? Yani mnapomaliza msimu, tutakwenda kuanza msimu mpya, timu inaingia kabisa tarehe 20 tarehe 21, waliokuwa wapya na wa zamani wote mnakuwa mna equal chance ya kupata nafasi ya kuweza kucheza katika msimu unaokuja. Kwa hiyo uami na namba zako, uami na namba yako, hapana. Kwa hiyo sasa maana yake hapa, kama palikuwa pana Seti Yaura, palikuwa si pana Libose Gwe, palikuwa si pana Mpanzu, palikuwa si pana nani, wote mnakwenda kuanza upya. Sio kama unanielewa? Nimekuelewa vizuri sana. Kwa hiyo yule ambaye atakwenda kufanya vizuri na kumshawishi mwalimu mazoezini, anaweza katokea mtu akaweza kueleza kwa namba yake, mwingine anaweza akahamisha majukumu. Unaweza kashangaa msimu unaanza, huyu alikuwa anacheza pembeni akaletwa katikati, akapelekwa pembeni, alikuwa ni winga akaenda beki. Tumeona wachezaji wengi wakibadilishwa majukumu wakati mwingine ili kuweza kufiksi baadhi ya maeneo na matakwa ya walimu. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba ndio mwanzo wa msimu mpya, ndio maana unaitwa msimu mpya wa ligi. Kila kitu kinakwenda kuwa refreshed na kwenda kuanza upya. Kwa hiyo tegemea kuona kwamba Simba mpya itakwenda kuonekana baada ya maandalizi ya mwanzo wa msimu. Nani atafanikiwa kwenda kuanza katika kikosi cha kwanza na nani hatafanikiwa. Ndio maana wakati mwingine kila msimu unakuta mtu ana image anatokea, wengine wanapotea na mambo kama hayo. Sawa bwana, tunaondoka, lakini nisiondoke bila kuliacha ili swali nikabaki nalo mimi mwenyewe. Majibu nadhani yakitoka kwako kama mchambuzi litakuwa ni jambo vyema. Nikata kiu ya mashabiki wa Young Africans baada ya afisa habari wa klabu hiyo Alikamo yeye kutolea ufafanuzi kwamba wataendelea kuwakosa wachezaji wao nyota muhimu, mchezaji kama Clement Mzize ambaye tunakumbuka alikuwa na majeraha, Dickson Job ambaye alikuwa na majeraha, ambao Alikamo amesema wanatarajia kuwapata mwishoni mwa Novemba au mwanzoni mwa Disemba, huku mchezaji kama Pacome Zouzoua akitolewa kabisa kwenye usajili kutokana na jeraha ambalo amelipata. Wewe ni mchambuzi na unafahamu pia zaidi kuhusu tetesi za usajili na usajili ambao unaendelea kufanyika hivi sasa. Wanayanga kwa mpaka sasa hivi, unadhani nini ambacho Yanga inakihitaji sasa kwa wachezaji wao nyota kama hawa ambao wamekosekana ama watakosekana? Yanga inahitaji nini? Wanakosekana maana yake tayari nafasi zao ziko zizende kuzibwa na watu wengine. Ndio football ilivyo. Yaani ndio maana nilikwambia kwamba timu inasajili watu 30 mpaka 40 kwa mujibu wa kanuni za sehemu husika. Maana yake anayekosekana yatafuta replacement. Sasa replacement inaweza ikawa ni the same player au ikawa ni different player with different style. Yaani unaweza ukafiksi nafasi kwa kutumia mchezaji aliyekuwa na uwezo au na kariba ya yule aliyeondoka, au kaleta mchezaji mwingine na ukatwist mfumo ili aweze kuwa accommodated. Kwa hiyo nafikiri leo unapozungumzia kwamba kama ameumia, maana yake katika msimu unaokuja, mwanzo wa msimu, tayari Yanga haiwezi kuanza kujiandaa ikijua tuna Pacome. Leo hii huwezi kwenda kwa msimu unajiandaa ukijua una Mzize. Utakwenda kujiandaa kutokana na resources ambazo uko nazo kwa wakati husika. Kwa hiyo mwalimu aliyekuja atakwenda kutengeneza timu kulingana na watu ambao atakwenda kukutana nao. Kwa hiyo issue ni ile kwamba msimu mpya utakwenda kuanza, wanao kuwepo ndio wanaweza kwenda kutengeneza timu ya kwenda kuanza katika msimu unaokuja. Umefafanua kwa uzuri sana Dominic Salamba, na muda wako nimeutumia vya kutosha ndugu yangu, nikushukuru. Lakini vipi kocha Mangopa Mugisi kocha Magopa Mungisi wa klabu ya Young Africans, kwa namna ambavyo umeifuatilia, ambavyo unamfahamu kwa muda mrefu, ambao amehudumu kwenye soka la Afrika ya Kusini, maandiko na uchambuzi umekuwa ni mwingi kumuhusu yeye, unamuona akitoboa kwenye ligi ya Tanzania? Yani hayo ni maswali ambayo nasema kwamba yani it's not much more technical, kwa sababu kutoboa au kutokutoboa sio tu aishi kwenye CV ya mwalimu. Maana tunaambiwa tulinaye Christmas huyu bwana. Ndio anasemaje? Yaani hayo ni maneno ya kishabiki, kwa sababu uwezi ukaanza kumjaji mwalimu ametoka kwenye ligi nyingine, kwenye level nyingine, anakuja kwenye ligi nyingine ya level nyingine. Kwanza nikwambie tu, kocha yoyote ambaye anafundisha timu yoyote ligi kuu soka Afrika Kusini ni kocha mkubwa. Kocha yoyote ndio ambaye ametokea kwenye ligi ya South Africa, huyo ni kocha mkubwa. Yaani no matter what, kufanikiwa kutokufanikiwa inategemeana na mipango ya timu husika na kikosi anachokutana nacho.
Leo hii ukiangalia Man U walipita walimu wakubwa wenye profile za kidunia, hawakufanikiwa. Sahihi. Lakini leo hii amekuja nani, Kariki, ameweza kufanya timu imefikia pale ilipofikia. Kwa hiyo kufanikiwa hakuishi tu kwa kumwangalia mwalimu ana CV gani. Kufanikiwa ni juhudi za pamoja baina ya mwalimu, benchi lingine la ufundi, viongozi, players na mashabiki kwa ujumla wake. Ile setup na mnayokubaliana ndio inafanya mafanikio ya timu. Lakini wakati mwingine yategemeana na timu nyingine ambazo mnazokabiliana nazo. Kwa hiyo si kitu ambacho unaweza ukaenda ukakihukumu kwa kumwangalia mtu mmoja. Leo hii unaweza ukasema pengine Danisi Baka amefanikiwa, lakini sio yeye aliyefanikiwa, ni juhudi za pamoja. Unaelewa? Si kwa sababu alipokuja yeye players aliyowapata sio ambao alikuwa nao Fadru. Kwa hiyo ukianza kumkompea yeye na Fadru, kwa Fadru alifeli katika players wapi? Sio, unanielewa sijui. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sisi tutapata nafasi ya kuweza kumhukumu mwalimu baada ya kuiona timu imetoka kwenye training, imeanza kucheza, ndio tutakuwa tuna nafasi. Kitu kianza kuongea sasa hizi tutakuwa sisi tunakwenda kutabiri ubashiri ambao sio professional na sio analyst. Ndio kusema kama ni mwalimu mkubwa wa level kubwa, mwalimu ambaye ana mafanikio ya Afrika, amechukua FL, amechukua Champions League, mwalimu ambaye alikuwa anapigiwa upatu kwenda Kaizer Chiefs, mwalimu ambaye alikuwa anapigiwa upatu kwenda national team ya South Africa baada ya kocha wao kuweza kuja kustaafu. Ligi ya South Africa ni miongoni mwa ligi bora sio Afrika duniani. Ndio maana ukiangalia hata national team yao kwa sehemu kubwa inatokea nyumbani, timu zote nyumbani, na walichokifanya umeweza kukiona katika michuano ya World Cup. Kwa hiyo ni level ya juu. Kwa hiyo ukianza kumwandamine inakuwa ni kukosea heshima mpira wa miguu. Kwa hiyo tuamini kwamba profile yake inaakisi kufuria timu yoyote barani Afrika, lakini mafanikio ni jambo lingine ambalo linahitaji ushirikiano na sapoti ya management kumpa kile ambacho alikuwa anakihitaji. Uchambuzi wa kiwango cha SGR kabisa huo, mchambuzi Dominic Salamba, na nikushukuru sana kwa kweli, nimetumia muda wake, lakini niwie radhi kwenye hili swali langu la mwisho ambalo kadi jinsi ambavyo unazungumza nimejikuta nakumbuka swali langu la mwisho kabisa kwa heshima. Nimeona power ranking kutoka mtandao wa Africa Soccer Zone, orodha ya virabu bora Afrika kwa msimu huu ambazo zimetolewa hizi power ranking Julai 2026, ambapo namba 1 yuko Mamelodi Sundowns, namba 2 ni Esperance de Tunis, namba 3 ni Pyramids, namba 4 ni Zamalek, namba 5 ni RS Berkane, namba 6 ni Young Africans, namba 7 ni TP Engrabe Mazembe, namba 8 ni Orlando Pirates, namba 9 ni MC Alger, namba 10 ni Petro Atletico di Luanda, namba 11 ni Simba Sports na namba 12 ni ASEC Mimosas. Ubishani umekuwa mkubwa sana baada ya hizi ranki kutoka. Watu wanajiuliza zimepatikanaje mpaka Yanga amekaa nafasi ya 6, Simba nafasi ya 11. Sasa hapo ndio hiyo swali itakiwa uanze kuuliza ambao wametoa hizo ranki. Unajua watu wanakasa kishabiki. Ndio. Kutoa ranki inategemeana na kitelezi ambazo ameseti aliyetoa ranki. Ndio. Hilo sasa nikasema kwamba okay bana, nataka nizungumzie labda katika online media. Labda iliyo namba 1 labda nikajenjele. Ndio. Lakini nitakuwa na facts zangu mimi. Nimeangalia kitu gani? Sasa wewe unasema mbona ziko nyingine kubwa? Kila mmoja ana vigezo vyake ambavyo anaweza kutumia. Anaweza mtu akasema timu bora akiangalia improvement katika miaka mitatu. Kwamba katika miaka mitatu hii kwa mfano, timu gani ambayo ime grow up kwa haraka zaidi. So unanielewa sio? Mtu anaweza akaangalia hizo ranking, akiangalia mafanikio yao ya ndani kwenye nchi wanazotokea. Akaangalia katika timu hizi ambazo ziko katika bara la Afrika, timu gani ambazo zimekuwa ziko ni prominent katika maisha katika soka lao la ndani. Mtu anaweza kaangalia zile takwimu za ligi baada ya kumalizika kwenye kila ligi. Akaangalia kwenye ligi ya South Africa, ligi ya wapi, timu gani ambayo imefanya vizuri. Hii hapa alichukua bingwa pengine akiwa na pointi 80, amefunga magoli 100, amefungwa 4. Hivyo kwa hiyo watu wasistuke. Cha kuangalia, je, huyu ambaye ametoa hizi ranki ametumia kriteria ipi? Hiyo ndio ya kuidoubt, lakini sio nafasi ya timu fulani. Sio, unanielewa sijui? Yaani kutoa ranking usidoubt. Ambacho kitakufanya udoubt ni kwenye vigezo alivyotumia. CAF wao wanatumia miaka 5, base ya miaka 5 na ushiriki wa michuano ya kimataifa. Hiyo ndio kitakubwa nini ya CAF wanayotumia.
Lakini mwingine anaweza kaja akaangalia mafanikio ya msimu kwa msimu, kwamba je, katika msimu huu wa Champions League na kombe la shirikisho timu gani zimefanya vizuri, akaangalia pale zimeshinda mechi ngapi, zimetoka sare ngapi, akatengeneza renki, akichukua timu zote ambazo zimeshika katika michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho. Ukifika pale utagundua kwamba katika msimu uliopita Yanga alifanya vizuri kuliko nani? Kuliko Simba, hata kama wote hawakuweza kufuzu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ni kuangalia tu kwamba kabla hamjatuuliza au kuniuliza, ni vema nikajua ametumia kriteria gani. Sasa kwenye hiyo kriteria ndio tunakuwa tuna nafasi ya kuifanyia analysis. Lakini kwanza kushangaa tu kwamba kwa nini Simba ya 11 inakuwa ni kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu hatujui. Imewashitusha watu Yanga kuwa nafasi ya 6. Ndio nikasemaje, kwa mfano leo nikwambia hapa kwamba katika msimu uliopita wa klabu bingwa barani Afrika, tuangalia msimu mmoja tu uliopita, Simba na Yanga, nani ambaye kidogo alifanya vizuri? Kwa msimu uliopita tutasema Yanga alifanya vizuri. Unanielewa? Hata kama nitaamua kutengeneza renki za msimu uliopita kwa kuangalia tumefanya zile success za michuano ya klabu bingwa na shirikisho, Simba atakuwa nyuma ya Yanga. Unaendelea hapo? Atakuwa nyuma ya Yanga. Lakini tukiamua kutafuta renki kwa kuangalia accumulation ya pointi katika miaka ya kafu, Simba atakuwa juu ya Yanga. Kwa hiyo itabadilika kutegemeana umetumia vigezo gani. Bwana, shukrani sana Dominic Salamba, na nikutakie mchana mwema kutoka studio za Salamba TV Temeke hapo. Na nakushukuru sana.